Diarra, tumzungumzie Diarra. Amekuwa na performance kwenye msimu kadhaa, lakini msimu huu ameonekana mechi nyingi sana anaachia, kwa maana anafungwa, hapati clean sheet kama tulivyomzoea msimu ambao ulipita ambao alikuwa anagongana na Matampa Coastal Union. Ni kweli ubora wake umeshuka? Mchezaji mpira ni binadamu, anafanya makosa ambayo pia anaweza akayasahihisha. Jigu hajaona msimu mzuri sana kwa maana kumekuwa na makosa mengi, lakini yanayotokana na aina ya safu yake ya ushambuliaji, jinsi ya ulinzi, kwa namna ambavyo timu inajilinda, pia imekuwa ikifanya makosa na kusababisha mlinda mlango afanye makosa. Msimu ambao Jigu alikuwa bora sana ni msimu ambao Yanga walikuwa hawana makosa kwenye safu ya ulinzi kwa kiwango kikubwa. Lakini safari hii yako makosa Yanga Afrika kwa kiwango kikubwa katika safu ya ulinzi, ambao pia yanamfanya mlinda mlango aingie kwenye makosa. Kwa hiyo kiwango cha Jigu kinaathirika na umbo la kujilinda na timu ya Yanga, na yeye anaonekana ni golikipa dhaifu kwenye baadhi ya matukio muhimu, kitu ambacho pia ubora ni kitu cha kupanda na kushuka. Kwa makosa Yanga Africans ndio ambao yanatupa udhaifu ambao tunaona kwa Jigu Diarra kwa sasa. Kwa pointi hiyo, kwa maana kipindi cha usajili pia kuna haja ya kuangalia kwenye sehemu ya ulinzi, kule sehemu ambapo Job yuko Baka pia. Yanga Africans wanatakiwa waboreshe kwenye safu ya ulinzi. Basi safu ya ulinzi lazima upate. Kwanza wanatakiwa upata golikipa mbadala ambaye anaweza kuwa challenge kwa Jigu Diarra. Jigu walinda mlango wanaofuatia Yanga Africans, hakuna ambaye Jigu Diarra akilala anamfikiria nani anamsumbua. Yaani Jigu kama mtu ambaye anaenda ukweni, anajua nishalipa mahali naenda kupewa mke. Jigu ana shida kwa sababu Yanga Jigu ni kama mtu aliyelipa mahali, anajua anatakuwa nipate mke. Washakubali posa, sasa napata mke. Hana mtu anayemsumbua kwenye lango. Hamfikiri Msheri wala hamfikiri bwana mdogo mwingine nani. Nani yule bwana mdogo mwingine nani, Komen Abubakar. Hawafikiri kwa sababu sio watu wanaompa challenge. Kwa hivyo Yanga Africans eneo la mlinda mlango waliangalia. Lakini pia Yanga Africans eneo la kiungo mkabaji asilia waliangalia. Yanga Africans waangalie eneo la kiungo mchezeshaji mwingine ambaye awe ni mbadala wa Mudathir haya, basi waliangalie, kwa sababu lile eneo wakati mwingine Mudathir mechi inapokuwa na tempo kali ya juu anaanza kupoteza mipira kwa wepesi, waliangalie. Lakini safu ya ushambuliaji pia wana haja kuiangalia ili kuboresha timu yao kwenye maeneo muhimu. Sasa wao ndio timu wanatakuwa wanafanya tathmini pamoja na ushambuliaji, kupata mtu mwingine sahihi, angalau kuwa na squad ambayo ina ushindani mzuri. Na haya yanayotajwa kama kutakuwa na mabadiliko, baraki waraja kupata advance playmaker mwingine kama Azizi ataondoka. Sawa, kwa namna ambavyo kocha Hamdi ambaye baada ya kupewa kikosi, mechi ambazo amecheza kama kocha, una mtazamaji, umemwonaje? Viatu vinamfaa vizuri, vinamfiti vizuri kocha Afrika ambaye tunaona mafanikio? Bila shaka ni kocha ambaye anaendelea kupata matokeo na timu. Makocha wanatofautiana falsafa za ufundishaji na dhana wanaotaka mpira ucheze kwa maana game model. Nikimwangalia ni kocha ambaye anathibitisha anayo mabadiliko kwenye kikosi. Maana yake ukimfanyia coach wanasema namna bora ya kuweza kutathmini ubora wa coach ni kuangalia, wanasema post match analysis. Unaelewa? Post match analysis, namna gani baada ya mechi zake akicheza anafanyaje timu kubadilika. Kocha wa Yanga Africans anabadilika. Sasa ni eneo pekee la kuona kwamba bado ni kocha mzuri, anaweza kuisaidia timu na tunaona anaisaidia timu. Sina shaka naye kwenye hilo. Na nadhani tu ni imani ya wao Yanga Africans wanataka. Unajua kuna wakati watu wanamfukuza kocha afundishi timu vizuri. Pengine dhana tu ya watu kuelewa anataka nini kwenye timu. Kwa kocha mwingine anafukuzwa kwa sababu timu haichezi vizuri. Sio kwamba haishindi vizuri. Anavyofundisha timu si hatupendi hivi bwana. Tunapenda vile. Lakini wakati mwingine makocha wanafukuzwa na wachezaji kwa kuwashawishi viongozi. Iko hivyo. Makocha wanafukuzwa na wachezaji kuwashawishi viongozi. Mchezaji akiwa apewi nafasi anafuata viongozi. Sasa viongozi ndio wanasajili wachezaji siku hizi. Bwana vipi, mbona kocha tumwelewe? Wataweza kumtoa kocha. Kwa kocha kufukuzwa wakati mwingine sio kwa sababu tu timu haishindi. Wakati mwingine anaweza kuta anachokifanya management haipendi au mahusiano. Wakati mwingine ndio mkataba. Wakati mwingine ndio hivyo. Watu wanaamua kumtoa kocha na mipango mingine. Iko hivyo. Saa hilo wakati Chama anasajiliwa hapa Young African kulikuwa kuna vitu vingi, kwa maana expectation kubwa sana kwamba ataanza kwenye kikosi cha kwanza na watu walitegemea vitu vingi sana. Makocha kadhaa amepita, takriban 3, hapewi inawezekana ile nafasi. Ni kwamba kiwango chake kina drop au haendani na falsafa za makocha kabia wote ambao wanakwenda. Chama Young Africans walileta wembe kwenye kisu. Kumaanisha nini? Wembe kwenye kisu vinaweza vikafanya kazi moja, vinatofautiana ubora na mahitaji. Yanga Chama kakutana na wachezaji wenye ubora kwenye nafasi yake. Sababu eneo anacheza Chama sinacheza Pacome. Eneo anacheza Chama sinacheza Azizi. Anacheza Azizi na Pacome. Sasa akicheza Azizi una wasiwasi na Chama. Akicheza Pacome na wasiwasi na Chama. Na msimu uliopita ambao Chama anatolewa Simba, Pacome ndio alikuwa amegeuka kwenye form na Azizi kwa kwenye form, kama mfungaji bora, kama MVP wa ligi. Sasa mchezaji anaenda kucheza na MVP wa ligi, unahoji akiwa apati nafasi. Mbona sisi tunakuwa wanafiki sisi wa Tanzania?
Chama Yanga Africans sio kashuka kiwango, eneo analocheza lina ushindani. Kwa chama Yanga Africans sio kashuka kiwango, eneo analocheza lina ushindani. Na ndio maana akicheza watu watabaki yani Chama Yanga anamchukulia sio anamchukulia Yanga, Chama achukulie mchezaji mdogo. Eneo analocheza Chama kuna wachezaji wakubwa. Chama sio mchezaji mdogo Yanga Africans. Eneo analocheza Chama kuna wachezaji wakubwa washindani kama yeye. Tukuulize sasa, akae nje Pacome acheze Chama? Akae nje Azizi acheze Chama? Ndio tuwaulize sasa wanaongangania Chama Yanga sijui apewe heshima yake. Basi wamtoe Azizi, wamtoe Mzize, wamtoe Pacome acheze Chama. Chama Yanga anapambania namba. Simba alikuwa na uhakika wa namba. Kwa nini Simba anaweka kwa maana kulikuwa hakuna ushindani kwenye nafasi anayocheza? Na ndio maana alikuwa top. Alikuwa top. Hivi unafikiri Mpanzu ungempeleka Yanga aenda kucheza? Sasa akapambania namba. Atakabenje. Akapambania namba kwa sababu eneo analocheza ndo Mzize yupo, Max yupo. Hivi ukimchukua Mzize Yanga Simba anakosa kucheza muda wote. Lakini Mzize sasa hivi inabidi wamfikirie. Ukianza na Chama, Pacome, Azizi, Mzize atakaa nje. Hasa mchukue Pacome naye nani Mzize mpeleke pale Simba. Mpanzu pale Simba. Naye si atasubiri. Kwa maana quality iliyopo ndio inafanya mchezaji apate wakati mgumu. Nadhani kukosekana kwa Pacome itakuwa shughuli pia kwa Young African. Aucho pia yuko nje. Yanga ilivyoundwa, Pacome ni mchezaji bora sana. Mchezaji mzuri sana. Lakini Yanga ilivyoundwa ni kama fundi landa. Kabati likiwa linaonekana zamani wewe mpeto anapiga msasa. Yanga asipokuwepo Pacome bado itaendelea kuwa hatari. Yanga ni kama fundi landa. Hata umkose Pacome, ukipeleka kabati bovu wewe nani limecheka mpe fundi landa, analipiga msasa. Kwa no Pacome. Ikipigwa vanish no Pacome hawajawahi kuwa na shida. Ila uwepo wa Pacome unaonyesha ubora wa timu yao. Kwa Yanga bila Pacome ni fundi landa. Msasa tu. Anabadilisha muonekano wa kabati. Msasa anabadilisha muonekano wa stuli. Msasa anabadilisha muonekano wa kochi. Msasa anabadilisha muonekano mpaka hapa. Kwa maana ya timu yao, kwa maana jinsi walivyoijenga. Pacome ni mzuri sana, ana uwezo mkubwa, ana mchango mkubwa, magoli takriban 19. Goli za kufunga 9, assist 8. Sio mchezaji wa daraja la kawaida. Lakini angalia Young Africans anapokuwa hayupo Pacome, si timu ambayo inakupa kugaranti kupoteza mechi. Isipokuwa unaokosa ubora wa Pacome kwenye timu. Maana yake kwa Pacome ukimkosa Young Africans unakosa team performance, individual performance. Lakini huwezi kukosa team performance. Ubora wa timu utabaki, ubora wa mtu binafsi utaondoka. Kitu ambacho bado timu hii inaweza kupata matokeo. Hayo ndio ambayo unayaona kwa Yanga. Yanga bila Pacome ni fundi landa. Kwa no problem. Anapiga msasa tu kabati linang'aa hata kama la zamani. Japo wewe utashindwa kugundua ile zamani au jipi. Kwa maana kwamba hawezi kuwa na shida kubwa ila wanakosa ubora wa Pacome. Ndicho ambacho nakiona kwenye kikosi chao. Sasa Azam anamisi nini? Azam kitazama Azam misimu kadhaa ambayo ipo hawana shida yote. Kwa nini performance yao kitazama kwenye mechi kadhaa ambazo wamekuwa nazo? Wanamisi nini Azam? Azam store michuano ya kimataifa pia. Azam store ya mikate wamepeleka panya. Wanaiteketeza. Unasemaje kocha? Kwenye store ya mikate wamepeleka panya, inateketezwa. Ndicho anachokifanya Azam. Azam ni timu yenye wachezaji wazuri sana, lakini hawajawa kama timu. Na mara nyingi nimekuwa nikwambia Azam wana wachezaji wazuri, lakini wameshindwa kupata timu nzuri. Sasa hawa ni watu ambao store ya mikate wamepeleka panya. Huwezi kupata mkate hata mmoja. Italiwa yote. Mtapata hasara. Ndio tunachokiona Azam. Azam ni timu kama watu wanatafuta riziki. Hawatafuti ushindani wa kushinda. Hawana pressure wale. Na pressure ya kwanza ya Azam ni the crowd intensity. Unajua kwenye mpira wa miguu moja kitu ambacho kinaweza kikampa mchezaji kupambana ni ukubwa wa timu na uzito wa jezi. Azam hakuna uzito wa jezi. Lakini tunazo timu tunazozifahamu. Hata kama hakuna uzito wa jezi, lakini bado timu hizo zinaweza kupata mafanikio. Azam huwezi kupata hiyo mafanikio. Hilo ni changamoto kubwa. Lakini nini ambacho mimi kinanipa wasiwasi na kinanipa niyatazame mambo tofauti ni vile Azam imeshindwa kujipambanua tofauti. Inajipambanuaje? Ni form ya timu yao ikiwa inacheza. Inajipambanuaje? Ushindani ambao unaweza kuongeza zaidi ya timu shindani zingine. Sasa hiki kinatokea kwa namna gani? Kinashindwa kutokea kitu kwa sababu ya mambo mawili. Azam tunazungumza mechi na Yanga. Azam wamekuja kufungwa na Tabora na Singida juzi.